Niipongeze sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa aliyofanya katika kuhakikisha kwamba viwango vya ufaulu kwa wanafunzi vinaimarika siku hadi siku, vipaji vya wanafunzi navyo vinaendelea kuimarika, vifaa vya kufundishia navyo vinaendelea kuja vya kisasa, lakini pia kuwanoa walimu vizuri na kuweza kufaulisha wanafunzi kama ambavyo iko sasa. Na kwa bahati nzuri kwa skuli hii, na mimi nina historia. Mnamo mwaka 2017 kama sikosei, nikiwa mkuu wa mkoa huu wa Mjini Magharibi, moja ya jambo ambalo lilikuwa linanikwaza kama kiongozi ni kuona wanafunzi hawafanyi vizuri kwenye matokeo ya form 4 na form 6. Tulianzisha operation wakati ule na tulianzisha harambee maalum, kwa sababu hakukuwa na utaratibu wa watoto kukaa kambi, wanakuja na kuondoka. Lakini hatukuanzisha utaratibu ule kwa kukurupuka. Tulifanya utafiti mdogo. Niliunda timu ndogo ya watu 7, ikafanya utafiti mdogo, ikanipa majibu, na majibu yalikuwa ni yepi ya utafiti ule? Moja, muda wa watoto kusoma ni mdogo kulinganisha na wingi au ukubwa wa masomo wanayosoma. La pili, walimu hawajaandaliwa kuweza kuandaa vizuri zaidi wanafunzi na kuweza kufanya vizuri kwenye majibu ya matokeo ya mitihani yao. Tatu, vitabu vya kujisomea wanafunzi ndio vinaitwa vya rejea. Vitabu vya rejea ni vichache ukilinganisha na uhitaji wa vitabu kwa wanafunzi. Lakini 4 ni uchache wa motisha kwa wanafunzi wenyewe. Tuliyachukua mambo haya manne kama ni pilot na tukachukua skuli zote za mkoa huu wa Mjini Magharibi. Kwa wakati ule skuli za sekondari zenye form 4 au form 6 zilikuwa 45. Nilitoa tangazo la kwamba wanafunzi wote hao watakula skuli bure na mimi nitasimamia, na nilifanya hivyo. Na watakaofanya vizuri pia nao tukasema kwamba tutawapatia zawadi. Wa form 6 tutawapa laptop, wa form 4 tutawapa tablet. Na nashukuru Mungu, zawadi ya kwanza tulitoa pale katika eneo la uwanja wa Kisonge, zawadi za laptop, na Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi aliyekuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ndiye aliyekabidhi zawadi zile. Lakini walimu nao tukachukua maprofesa wa vyuo wakaja wakapa training kama ya wiki moja, siku 3 au wiki moja, tukafanyia kule Mwalimu Nyerere, na tukanunua vitabu angalau vya kuanzia kwa hawa wanafunzi waweze kufanya hivi. Matokeo ya kazi ile kwa kweli sasa tumeanza kuiona, na tumeanza kuyaona kwa sababu kwa sasa ushindani wa wanafunzi umekuwa ni mkubwa, lakini pia matokeo ya ufaulu yamekuwa yakiimarika siku hadi siku. Skuli hii ndugu zangu, imeshaelezwa kwa ufupi sana historia yake na bahati nzuri tunaijua, lakini mimi nijikite zaidi kwenye historia ya skuli hii na maendeleo ya siku zijazo. Kwa wakati wa sasa, skuli hii kwa upande wa fani ya uongozi imeshafika hatua ya kutoa rais. Dr. Ali Mohamed Shein nadhani alisoma skuli hii, na yeye amewahi kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini pia Dr. Amani Karume amesoma skuli hii, na yeye amekuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na viongozi wengine mbalimbali. Hata nami niliyekuja leo mbele yenu nikiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia ni mwanafunzi wa skuli hii, na Bahati Mwalimu Cheketu na Maalim Hamid wote ni walimu wangu kwa skuli hii. Lakini skuli hii imeweza kutoa mainjinia wakubwa mbalimbali. Skuli hii imetoa walimu wazuri ambao kwa sasa wanafundisha vyuo mbalimbali. Skuli hii imetoa madaktari bingwa wengi ambao kwa sasa wanatibu katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi.